Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana nataka uelewe, sisi hatukuumbwa kufanikiwa kwa kwenda shule. Sisi tuliumbwa kufanikiwa kwa sababu tumejazwa akili ya asili ya Mungu. Angalia kitabu cha Kutoka, sura yake ni ile ya 35. Angalia kitabu cha Kutoka, sura yake ni ile ya 31. Kitabu cha Kutoka, kitabu cha Kutoka, umefika hapo, sura ya 35, kuanzia mstari wa 30 mpaka 35. Kitabu cha Kutoka, nataka nikuonyeshe hapa. Kitabu cha Kutoka sura ya 35, mstari wa 30 hadi 30. Kisha Musa kawaambia wana wa Israeli, angalieni, Bwana amemwita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri, wa kabila la Yuda, naye amemjaza roho ya Mungu. Sema, amemjaza roho ya Mungu katika hekima. Amemjaza roho ya Mungu katika nini? Hekima. Cha kwanza, amemjaza roho ya Mungu katika hekima na nini? Na akili. Amejaza roho ya Mungu katika hekima, amemjaza roho ya Mungu katika akili, halafu na ujuzi na kazi ya ustadi ya kila aina. Huyu Bezaleli alijazwa Roho Mtakatifu. Hakujazwa ili anene kwa lugha. Alitakiwa kufanya vitu vya ujenzi na kuandaa vifaa vya hema ya kukutania jangwani. Kwa hiyo ili awe na maono na afanye vitu kwenye viwango Mungu anataka, Biblia inasema Mungu akamfuata Bezaleli, akamjaza roho ya Mungu awe na hekima na akili na apokee ujuzi. Haleluya. Sikia, angalia mstari wa 35. Anasema amewajaza watu hao akili za moyoni. Kwa kuna watu wanazo akili za kuzaliwa na kuna watu wana akili za kimbingu. Mwanadamu anatakiwa kuwa na akili za aina 3. Mwanadamu anatakiwa kuwa na akili ya Mungu, ambayo ni akili inayokuja sana jazwa Roho Mtakatifu. Namba 2, mwanadamu anatakiwa kuwa na akili ya kurithi, ambayo yenyewe anaipokea kwenye DNA ya baba yake na mama yake. Kwenye vinasaba vya baba na mama huwa tunarithi akili. Kwenye eneo hilo huwa nawaambia vijana ambao hawajaoa bado, usioe mwanamke kwa sababu ana umbo zuri. Umbo zuri la mwanamke halitaleta ada ya watoto. Umbo zuri la mwanamke halitajenga nyumba. Umbo zuri la mwanamke halitaleta utajiri. Umbo zuri la mwanamke halitafanya ufikie hatima. Unahitaji mtu ambaye IQ yake, uwezo wa akili uko sawa sawa, kwa sababu maisha ni akili. Unapoona hili eneo liko hapa, Mungu aliwekeza akili ndani ya mtumishi wake na akaja kuona hii place tulioko hapa. Na unapoona hii hema imekaa, ni akili imehusika kuweka haya mazingira hapa. Mungu anapotaka kufanya kazi na mtu, Mungu pamoja kwamba anapenda watu wote, anapenda hata mataila, lakini Mungu afanye kazi na mataila. Mungu anaweza asimuite msomi kwenye huduma, lakini Mungu atamuita mtu mwenye akili ambaye hajasoma. Kwa sababu shule ni nini? Shule ni mfumo maalum wa aina fulani ya mafunzo yanayopandikizwa kwenye akili ya asili ya Mungu au ya kuzaliwa alionayo mtu. Kwa shule haifanyi mtu kuwa na akili, lakini shule inaweza kumuingizia miingizio ya maarifa fulani mtu ili awe kama wao wanavyotaka. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi tunasema aina za elimu huwa zinaua uwezo wa asili wa utendaji wa akili. Ukiandaliwa leo kuwa daktari, unataka kuelewa akili yako itajielekeza kwa professional ile, unabaki daktari. Na kama siku hautaajiriwa kwenye kile uliendelezwa nacho, unashindwa kuyasukuma maisha. Lakini sisi tuliumbwa kuwa na akili multipurpose, ambayo yenyewe inaweza ikafanya mambo 100. Kitu cha ajabu kinachoshangaza, utanielewa kidogo leo. Mwanadamu ndiye aliyefumbua kompyuta. Amefumbua mifumo ya Microsoft na dunia inaendeshwa kwa hiyo mifumo. Mwanadamu mwenye akili aliyefumbua kompyuta na kuweka hiyo mifumo ya kufanyia kazi kompyuta. Leo hii mwanadamu
hawezi kupiga hesabu mpaka kikokota. Nini kimetokea? Kuna kitu kimekufa ndani, kimeuawa na mifumo ya elimu ya dunia. Kwa sababu elimu ya dunia ni nini? Na niseme hili kwenu kanisa, watu wengi wanadhani mtu mzuri na aliyefanikiwa duniani ni yule aliyetoka na GPA nzuri darasani. Mimi nataka nikwambie, wewe ulifaulu mawazo yaliyeleta mtaala wa hiyo elimu. Yaani yeye amekulazimisha uwaze kama yeye, halafu alikutungia mtihani wa mawazo yake yeye, na alitaka ujibu kama anavyotaka yeye, ili awe na uhakika kwamba unawaza kama yeye. Hatukuumbwa kuwaza kufanana. Na ndio maana wasomi wengi walio graduate vizuri, wenye GPA nzuri, ndio maskini wakubwa dunia. Hawana hela, kwa sababu hela haiji kwa mfumo wa elimu. Hela inakuja kwa mfumo wa asili ya ama kuumbwa ama kuzaliwa. Na ndio maana mafanikio ya mtu yanategemea yeye ni mtoto wa nani. Sio ulisoma Harvard. Mimi sina shida na wewe unayesoma, na hata mimi watoto wangu wanasoma. Wengine wako nje ya nchi, wengine wako hapa Tanzania, wako vyuo vikuu wanasoma. Lakini maisha yao, hatima haitaamuliwa na shule, itaamuliwa na ama aliyewaumba ama aliyewaza. Haleluya! Si kuna mtu ananielewa? Itaamuliwa na ama aliyewaumba ama aliyefanyaje, aliyewaza. Kwa sababu asili ya kuzaliwa kwako yatoka wapi? Asili ya kuumbwa kwako, Bezaleli alijazwa akili. Utasoma kwa muda wako, na nataka utasoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 55 mpaka wa 58. Utaona mtu mmoja anaitwa David. Huyu alikuwa mfalme, lakini kabla ya hapo kidogo alikuwa anachunga kondoo na mbuzi za baba yake. Siku moja akiwa na miaka 17, baba yake mzee Yese alimwambia, nenda kaangalia ndugu zako, ujue wali gani, kama wana hali nzuri ama mbaya, na wapelekee chakula kidogo. Daudi akaenda, akafika kule kwenye eneo la vita, akakutana na wale ndugu zake wanapigana hiyo vita. Lakini mpaka kwa siku 30 walikuwa hawajapigana kabisa. Kwa nini hawajapigana kwa hizo siku? Kulikuwa na shida imetokea. Goliath shujaa aliyepigana vita miaka 40, hajawahi poteza vita, alikuwa kila siku anatokeza anawatukana Israeli na anatukana Mungu wa majeshi ya Israeli. Bahati mbaya sana, timu yake wanatukana Mungu wa majeshi ya Israeli mbele ya kijana wa vita ambaye hajawahi kwenda kozi yoyote ya jeshi, lakini anamjua Mungu wa vita, anamjua Mungu wa majeshi ambaye amemfundisha vita kwenye mikono yake. Amepiga simba ameua, amepiga dubu ameua, kwa ajili ya kutetea kondoo na mbuzi. Yale maneno ya Goliath yakamwingia Daudi, akauliza, huyo Mfilisti ni nani ambaye hajatahiriwa hata yatukane majeshi ya Mungu aliye hai? Akasema, nimemwangalia huyu jamaa, hahitaji jeshi la watu 10 wala jeshi la watu 100. Anahitaji mtu, na hahitaji askari wa kupigana naye, anahitaji raia. Na hahitaji raia mtu mzima, anahitaji mtoto. Hahitaji upanga, anahitaji fimbo. Si unanielewa? Ni wewe huwa unakuza matatizo na unaona hauna nyenzo ya kutatua matatizo, kwa sababu ushindi wa vita ni mtazamo ulionao ndani yako. Mtazamo ni zao la fikra. Fikra ni mchakato wa kiakili. Kwa kadiri ambavyo akili yako itafungwa kiroho, utashindwa kupata revelation. Revelation ni nini? Revelation ni ufunuo. Ni jambo lililokuwepo siku nyingi, ila akili yako haikuwekewa wazi. Ufunuo sio jambo jipya, ni jambo ambalo lipo na lilikuwepo, ila kwako halikuwa wazi. Kwa nini halikuwa wazi? Inawezekana kiwango chako cha kiroho kwenye akili hakijafikia kuvumbua jambo. Sasa mara nyingi sisi watu tunadhani ufunuo
ufunuo ni message mpya. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia? Unaona hii madhabahu ilipokaa hapa? Inawezekana hapa chini ya madhabahu kuna milioni 5. Unajua atakayeinua madhabahu kuihamisha atagundua kuna milioni 5. Sio leo imewekwa. Inaweza kuwa imewekwa miaka 3 iliyopita. Ila ilikosa mtu mwenye akili ya kufanya usafi kwenye madhabahu na kutafuta kufanya usafi chini ya nini? Siku anainua madhabahu anakuta chini ya madhabahu kuna milioni 5. Sasa ufunuo ni nini? Ufunuo ni jambo linalowekwa wazi kwenye akili. Lakini utakuwa kuelewa akili ni roho. Sasa akili kwa kuwa ni roho, ilitoka kwa Mungu aliye roho. Yenyewe inaelewa sana mambo rohoni. Na ndio maana akili inatenda kazi moyoni. Nilisema jana, nilisema wazo la moyoni ni ujumbe wa sauti uliostilika, wakati ujumbe wa sauti ni wazo lililofunuliwa. Kwa hiyo ninaweza kuongea moyoni kwa mawazo na ninaweza kuongea mdomoni lile wazo. Kwa ukiona ninasema, ninachosema ni kile niliwaza. Na ukiona nimenyamaza, utakuwa kuelewa sijanyamaza. Wewe ili ujue ninaongea, unataka mpaka sauti ifanyeje? Itoke. Lakini ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo. Daudi anasemaje? Daudi anamwambia Mungu, mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate nini? Yapate kibali. Sasa mawazo yanatoka wapi? Moja ya vita tunapigana vita nini? Tunapigana vita ya mawazo. Hauwezi kuwa tofauti na mawazo yako. Ninaomba uelewe, wewe ni matokeo ya mawazo. Maisha yako ni matokeo ya nini? Ya mawazo. Sasa kwa nini umekuwa matokeo ya mawazo na matokeo yako ni mabaya? Umekuwa na matokeo mabaya kwa sababu haujui kwa asili wewe ni nani. Moja ya tatizo kubwa tulilonalo ndani ya kanisa ni kuto kujua kwa asili sisi ni nani. Adam kwenye kitabu cha Mwanzo 2:21 mpaka 25 inaeleza Adam anaumbiwa mke. Na nilieleza jana, Adam anakabidhiwa mke kabisa na ameruhusiwa zaeni mkaongezeke. Adamu hajawahi kumjua Eva kipindi chote alipokuwa anakaa kwenye bustani ya Eden. Moja, walikuwa kwenye eneo la kiroho na eneo takatifu. Namba 1. Namba 2, walikuwa kwenye asili ya kiungu. Miungu ni mitakatifu na huyu alikuwa ni Mungu mtakatifu. Hakuna issue za ngono kwake. Siku Adam ametenda dhambi, alifukuzwa Eden. Jana nilieleza habari ya Adam na Eden. Alipotoka nje ya Eden, alipofika kule kwenye ardhi ambayo katika hiyo aliumbwa, mwili ukawaka tamaa. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4, Adam akamjua mke. Unamuuliza Adam, hao miaka imepita hapa katikati, haujawahi kumjua. Ukikaa rohoni, nimeongea baba na mama wachungaji wengine, nikamwambia silalamike kwamba upati muda na mume wako. Unataka kuelewa, akikaa kwenye wingu anasahau ndoa, kwa sababu ndoa ni ya mwili, sio ya roho. Kwa hiyo unapotaka awe na wewe sana, maana yako nataka atoke sana kwa Mungu. Sasa ni lazima uelewe jinsi ya kubalance ndoa na Mungu. Lazima uelewe, kwa sababu kila jambo lina wakati wake na majira yake kwa kusudi. Sasa usipolielewa kusudi, huelewi kipi kifanyike wakati gani na kipi kifanyike wakati gani. Haleluya. Majeshi ya Bwana, haleluya. Watakatifu wa Mungu, haleluya. Wana wa Mungu, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa jambo la kwanza, tafuta kujua asili. Nina kitu kimoja ambacho wanawaza. Adamu alipokuwa na mke wake, kabla ya dhambi haijaingia, hawajawahi kuzaa. Mtoto wa kwanza wa Adamu alizaliwa kwenye dhambi. Si anguko liwali limetokea. Kwa hiyo Adamu alimzaa Kaini akiwa na asili ya nini? Ya dhambi. Akamzaa mtoto wa pili Habili kwenye asili ya nini? Ya dhambi. Habili na Kaini walibeba asili mbili tofauti. Habili ana asili ya Mungu, Kaini ana asili ya dunia. Na wote wanatakiwa kumwabudu Mungu. Na hakuna aliyefundishwa jinsi ya kuabudu. Walitakiwa wapate maongozi ya ibada rohoni. Sasa roho inayotawala ndani yako ndio inayokuongoza cha kufanya. Habili alimkaribia Mungu mmoja. Biblia inasema alifanya yale yote kwa sababu alimwamini Mungu. Na Kaini alifanya yale kwa sababu ya kutokuamini uwepo wa Mungu. Mmoja ana
familia. Ufa wa kwanza, mmomonyoko wa maadili wa kwanza ulianza kwa Adam. Ulianza kwa wale watu ambao hawajawahi kuona mtu anapigwa. Yaani muulize Kaini aliyemfundisha kupiga ni nani? Hatujawahi. Ni wazo lilitoka moyoni. Kwani dhambi ilitoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ilitoka wapi? Dhambi ilitoka mbinguni. Dhambi haikutoka duniani. Kasome Biblia. Mimi nimefuatilia dhambi ilitoka wapi. Asili ya dhambi ilikuwa ni mbinguni. Ukisoma maandiko kwenye Ezekiel 28 inaeleza kuanzia mstari wa 13. Ukisoma kwenye Isaya 14 kuanzia mstari wa 9 inaeleza. Aliwaza moyoni, akasema nitainua kiti changu